Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Msham Ali Munde Mbunge amesema serikali imeanza kuchukua hatua mahususi za kupunguza gharama za uzalishaji wa vifaa vya elimu nchini, hususan madaftari na vitabu ili kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Akizungumza katika mahafali ya kidato cha 6 yaliyofanyika katika shule ya sekondari Thakafa, Munde amebainisha kuwa tayari kuna taasisi za ndani ambazo zinajihusisha na utengenezaji wa madaftari na vitabu, lakini zinakumbwa na changamoto za kodi na gharama za uzalishaji zinazozuia uwezo wa kuzalisha kwa wingi. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya Thakafa Jafeti Kubelabo ameipongeza serikali kwa mwelekeo huu, lakini amesisitiza haja ya hatua zaidi, hasa shule binafsi ambazo zimekuwa zikikumbwa na gharama kubwa katika upatikanaji wa vifaa vya kujifunzia. Kubelabo ameelezea kuwa changamoto hiyo inaathiri zaidi masomo ya sayansi, ambapo vifaa vya maabara na kujifunzia vinahitaji uwekezaji mkubwa na mara nyingi havipatikani kwa urahisi ndani ya nchi. Inawezekana kweli kuna gharama kuhusiana na vifaa vya hasa masomo ya sayansi, hesabu, tehama na fizikia pamoja na chemistry. Vifaa hivi kama unavyofahamu vingi pengine havipatikani sana hapa kwa maana ya content, lakini mnafahamu pia, najua kama ambavyo hotuba za wanafunzi walivyoongea, TAI wanaandaa vitabu vyote hivi ambavyo tunaviongelea katika hii mitaala ya sayansi. Na kuhusiana na gharama, sasa hivi ziko taasisi ambazo zinatengeneza madaftari na vitabu hapa nchini, na wiki hii nimekuwa na maongezi na makampuni ambayo yanazalisha bidhaa za kufundishia shuleni na madaftari, ili kuona ni namna gani wale wazalishaji wa ndani hasa wanawezeshwaje kikodi na kupunguza gharama, ili waweze kuhusika zaidi, lakini kupunguza zile kero ambazo wao wanahisi. Na nimewakabidhi kwa task force ambayo nimesema, ili waende wakaongee nao ni maeneo gani tunaweza tukapunguza, lakini ni maeneo gani tunaweza tukawawezesha, lakini pia kupunguza ule utegemezi wa vitabu kutoka nje, kwa sababu kama tukipunguza kodi kwao, lakini pia tukaongeza kodi kwa vile bidhaa zinazotoka nje, hawa wa ndani watakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kuzalisha, lakini pia kupata kipato kutokana na kazi wanazozifanya kwa uzalishaji wa ndani. Lakini hiyo tu, pia hata wananchi ambao wanafanya kazi kwenye makampuni hayo watafaidika zaidi. Kwa hiyo tunapohimiza sekta binafsi, sio tu kwa sababu ya matamanio, lakini tunaona faida kubwa kuhusiana na ajira kwa watoto ambao tunawasomesha kama hapa Sakafa, lakini pia kuongeza ajira kwa wale ambao tayari wanajitegemea kimaisha. Shule za binafsi pamoja na kutoa huduma, lakini pia serikali inapata kodi. Inapata kodi kupitia wafanyakazi, inapata kodi kupitia majengo na shughuli zingine mbalimbali. Sasa athari zitakuwepo kwa sababu sisi wadau wa elimu tutashindwa kumudu ile miundombinu inayotakiwa ili kutekeleza vizuri mtaala huu wa competence based. Kwa pengine tungeomba serikali inaweza labda ikatusaidia, ikatupunguzia kodi sisi watu wa private, ili angalau tuweze kupata unafuu wa kuvipata hivyo vifaa. Lakini jambo jingine ni wanaweza katoa ruzuku ambayo inaweza ikatoa unafuu kwa shule za private kuweza kumudu kuendana na matakwa ya curriculum mpya, kwa sababu mchango wetu kwenye serikali ni mkubwa. Tunatoa ajira, kwenye changamoto za ajira tunasaidia wazazi wenye kipato cha kati waweze kusomesha watoto wao hapa nchini badala ya kuwapeleka nje ya nchi, lakini vile vile tunatoa elimu bora ambayo ndio inatakiwa na katika mazingira ambayo ni mazuri, tukiwa na walimu bora na tukiwa mazingira salama. Nafikiri mzazi atapata unafuu, kwa sababu kama serikali itaweka ruzuku na ikapunguza kodi, basi na sisi karo yetu itakuwa ni ya chini, itakuwa nafuu sana, ambayo sasa mzazi itamrahisishia kusomesha kwenye shule ambayo ni standard na kwa bei ya nafuu kabisa. Kwa maoni yangu, hasa kuhusiana na masuala mazima ya mtaala mpya, kwa sababu tukiangalia kwanza huu mtaala
lengo lake kubwa ni kumwandaa mwanafunzi ni namna gani anaweza akapambana na changamoto ambazo anakutana tofauti na hizi za shule, kwa sababu ukiangalia kwenye mtaala wa zamani ulikuwa umebezi sana theoretical, unamwandaa mwanafunzi theoretical, yani kinadharia zaidi, lakini kwa mtaala sasa hivi unamhitaji mwanafunzi awe, yani unamwandaa mwanafunzi practical zaidi. Kwa hiyo kama unamwandaa mwanafunzi practical zaidi, inamaanisha lazima viwepo vitendea kazi ambapo vitamsaidia mwanafunzi ili kuweza kujifunza ambavyo ni vitu practical zaidi. Kwa mfano tukiangalia kwenye huu mtaala mpya ambao ni content based, ambao lengo lake kubwa ni kumwandaa mwanafunzi, ni kupima uelewa wa mwanafunzi namna gani ambapo anaweza akapambana na mambo kijamii zaidi. Moja ya changamoto ambayo tuliiona baada ya kupokea mtaala mpya, cha kwanza kabisa ni uwepo wa vitabu vya TET, yani Taasisi ya Elimu Tanzania, ambavyo ni vitabu vya kiada katika ufundishaji. Jambo la pili ambalo ni changamoto tulioiona baada ya kupokea mtaala mpya ni uwepo wa matumizi makubwa ya tehama, kwa sababu mtaala mpya unamhitaji mtoto ajitafutie zaidi kuliko kutafutiwa na mwalimu kwenye upande wa ujifunzaji pamoja na ufundishaji. Lakini pia changamoto nyingine ni kwenye swala la upande wa mzazi mwenyewe. Baadhi ya wazazi hawakuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na swala la mtaala mpya, lakini baada ya hapo kama shule tulichukua hatua zifuatazo kwa lengo la kudhibiti au kupambana na changamoto hizo. Swala la kwanza ni upande wa vitabu vya Taasisi ya Elimu Tanzania. Kama shule imeweza kununua vitabu vyote vya mtaala mpya ikihusisha kidato cha kwanza, kidato cha pili na kidato cha 5. Lakini pia tuliweza kuwaita baadhi ya wazazi, lakini pia ambao walishindwa kupita, tuliwasiliana nao kwa njia ya simu, tukakubaliana, tukawaelimisha ili wasiwe na shaka na waweze kupata uelewa dhidi ya mtaala mpya. Lakini pia swala jingine, tuliweza kuelimisha wanafunzi wetu katika namna bora ya uchaguzi wa yale masomo mahususi. Wakati TAKAVA tunapata wazo la kuianzisha hiyo miaka ya nyuma, hapa mgeni rasmi, mkoa wa Mwanza na mikoa ya jirani, wazazi wengi walikuwa wanapeleka watoto wao kusoma Uganda na Kenya. Sisi wana Mwanza tukasema kwa nini tusifungue shule Mwanza, tukaleta walimu wale ambao wanafuata kutoka Uganda, kutoka Kenya, tukawaunganisha na Watanzania ili tutoe elimu bora hapa, na ndio kitu kilichofanyika. Jambo lingine ni kwamba leo ni siku ya furaha kwa wahitimu, lakini furaha hii itanoga pale wapatapopata matokeo mazuri kwenye mtihani wao. Tumefanya mahafali haya kabla ya mwezi mmoja, ili kipindi hiki mtuachie watoto tuwasuke vizuri, na mwisho wa siku wafanye mitihani yao bila wasiwasi na matokeo yanayotakiwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.